Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Taarifa yetu kuu usiku huu: Rais Samia Suluhu Hassan awateua majaji kutoka Uganda na Namibia kuchunguza vurugu za Oktoba 29 nchini Tanzania, huku vyama vya upinzani Namibia vikipinga hatua hiyo. Majaji wawili kutoka Uganda na Namibia ni miongoni mwa makamishna 6 watakaochunguza waliohusika na makosa ya jinai na ukiukwaji wa sheria uliotokea kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Tanzania wa Oktoba 29 mwaka uliopita 2025. Rais Samia Suluhu Hassan amezindua rasmi tume hiyo hii leo na kuipa miezi 5 kukamilisha kazi yake. Majaji wa nje walioteuliwa ni Petra Stilinge Damaseb wa Namibia na Cheborion Barishaki wa Uganda. Damaseb ni naibu jaji mkuu wa mahakama ya juu ya Namibia. Barishaki ni jaji wa mahakama ya rufaa ya Uganda, ambayo pia hufanya kazi kama mahakama ya kikatiba ya Uganda, na pia ni jaji wa kitengo cha rufaa cha mahakama ya haki ya Afrika Mashariki. Kuundwa kwa tume hiyo kunatekeleza moja ya mapendekezo ya tume ya uchunguzi iliyoongozwa na jaji mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman, iliyowasilisha ripoti yake kwa rais mwezi Aprili. Wakati hayo yakijiri, vyama viwili vya upinzani nchini Namibia vimepinga uteuzi wa naibu jaji mkuu wa nchi hiyo Petros Damaseb kuwa mmoja wa makamishna wa tume ya rais ya uchunguzi nchini Tanzania. Vyama vya Affirmative Repositioning na Independent Patriots for Change vinasema uteuzi huo unaweza kuibua maswali kuhusu uhuru wa mahakama ya Namibia, vikimtaka jaji huyo akatae uteuzi huo. Wakati akizindua tume hiyo, Rais Samia amewataka Watanzania kushirikiana na makamishna ili waweze kutekeleza majukumu yao bila vikwazo. Natambua uzito wa jukumu hili, lakini kwa kuanzia tume imepewa muda wa miezi 5 kutekeleza majukumu yake na kuwasilisha ripoti rasmi. Sasa kama kutakuwa na ombi la kuongezwa muda, tutaangalia baadaye tuongeze muda ili wafanye kazi yao kwa upeo mpana. Tumeamua kuwashirikisha wenzetu ili kupata muono mpana, na kwamba tume hii inakwenda kuingia kwa undani zaidi kutafuta nani hasa waliochochea, waliohusika, waliotoa fedha ili mambo yale yatokee ndani ya nchi yetu. Maandalizi ya tume kuanza kazi yamekamilika, kwa hiyo tupo tayari. Na Mheshimiwa Rais umetoa siku 150 kwa ajili ya tume kukamilisha kazi hii, takriban miezi 5. Kwa hiyo baada ya kupitia adidu rejea, tumejiridhisha kwamba muda huu unaweza ukatosha kwa ajili ya kazi hii. Je, tume hii ina nguvu gani kisheria? Muda mfupi uliopita nimemuuliza swali hilo mwanasheria Maduhu William kutoka shirika la kutetea haki za kibinadamu nchini Tanzania, LHRC. Mandate na mamlaka ya tume hii ya pili ya uchunguzi inaanzia wapi na inakwenda kuishia wapi, na ukizingatia kwamba terms of reference hazikuwekwa hadharani na rais leo kwamba tume hii inakwenda kutekeleza wajibu gani. Kwa hiyo unapata shida wanasema mawanda ya mamlaka ya tume hii, kwa maana inaanzia wapi na kwenda kuishia wapi. Tume hii ina nguvu gani kisheria na mapendekezo yake yatakuwa na nguvu gani kutumika kisheria? Na jaribu kuona kwamba tume hii itakwenda kukumbana na changamoto, kwa maana ya changamoto ya mandate ya namna ya majukumu yake yanaanzia wapi na kuisha wapi, kuzingatia kwamba tayari Tanzania inazo mamlaka za kisheria na katiba kama vile ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka DPP, tunaye DCI ambaye kabisa alikuwa anatosha kupewa ripoti ile ya Mheshimiwa Chande na Mheshimiwa Rais na kuagizwa akafanya upelelezi na uchunguzi wa kijinai dhidi ya watu ambao ripoti ya Mheshimiwa Chande maybe ilikuwa imewajaribu moja kwa moja kuhusisha. Lakini swala la msingi ni kwamba je, baada ya kwa hoja wao ambao itakutana nao, je, maswali ambayo watakuwa wamejibu mbele ya tume yatakwenda kutumika kama ushahidi mahakamani au la? Na kimsingi ni kwamba kanuni hiyo inakataa, kwa sababu watakachokijibu mbele ya tume hakiwezi kwenda kwa ushahidi mbele ya mahakama watapofikishwa mbele hapo. Kuna hiyo changamoto ya kisheria hapo. Sasa ushirikishwaji wa majaji kutoka Uganda na Namibia, je, umekidhi mahitaji au masharti ya upinzani ambao walitaka wahusika wa kutoka nje ya nchi wawe ili kuongeza uhuru na uwazi wa tume yenyewe? Wadau wengi wanahoji uhuru
uwezo na uhalali wa wawakilishi hawa kutoka Uganda na Namibia, kwa maana kwamba huenda wasiwe na uhuru huo kulinganisha kama tungechukua kutoka Kenya, South Africa, Uganda. Kwa hiyo rais ametekeleza kwa kiasi fulani takwa la wadau, lakini hoja imekuwa ni kwamba wanatoka nchi ambazo nazo zina matatizo kama ya kwetu. Kwa hiyo ule uhuru wa majaji hayo kufanya kazi kwa independence na kuja na ripoti ambayo ni kubalifu kwa watu wote, kidogo inazoa maswali mengi miongoni mwa wadau. Na unapozungumzia hilo, tayari makundi ya kijamii nchini Namibia kwenyewe yamemtaka jaji wa nchi hiyo kukataa uteuzi wa Rais Samia. Je, hili limetia dosari tume hii? Rais amesema anaizindua rasmi na kwenda kufanya kazi kwa miezi 5, lakini hakutuambia mawanda yake inaishia wapi na kuanzia wapi. Kwa hiyo hatua hiyo inaashiria tu kwamba tayari ukubalifu wa tume yenyewe mbele ya makundi yote, kwa maana ya Tanzania, jumuiya ya kimataifa na nchi zingine ambazo hawa kisha wanatoka, hatua ya wao kuanza kuquestion kwa tayari inazoa maswali kwamba tume hii imeanza kupata mikinzano tayari miongoni mwa wadau hata kabla ya kuanza kufanya kazi. Lakini jambo la pili ni kwamba hata muda ambao imepewa, unaona kwamba imepewa muda wa miezi 5, mimi kwa maoni yangu naona ni muda mwingi mno, kwa sababu tayari msingi Mheshimiwa Chatta alishauweka. Je, sheria inamlinda vipi mwananchi atakayefika mbele kupeana ushahidi wake? Mahojiano yake hatakuwa ya hadharani, yatakuwa ni ya faragha, na hivyo watakwenda kuwalinda wananchi ambao wamekuwa wakitekeleza kazi hiyo, na ni imani kwamba yale ambayo yanakwenda kuzungumzwa mle yatakuwa ni kati ya mashahidi. Lakini jambo la pili ni kwamba mapendekezo ambayo tume itakuja nayo itasema nini? Itasema wasamehewe, nchi iende mbele, au itasema peleka mahakamani wakashughulikiwa huko? Tusubiri tume itakapowasilisha ripoti kwa rais itakuja na maoni gani, lakini naamini kwamba maongezi kati ya tume na mashahidi yatakuwa ni kati yake na wahusika pekee. Ripoti hii itaweza kutumika kama ushahidi katika mahakama za kikanda au labda mahakama za kimataifa kama vile ICC au mahakama ya Afrika Mashariki EACJ? Tume hii sio tume ya kipolisi, sio tume ya kichunguzi kama ya kimahakama. Ingekuwa ni tume kama labda ya kimahakama au ni polisi au ni DCI au DPP, lakini kwamba hoja nayo inakuwa ni moja rasmi ya kimahakama na utachokisema pale inakwenda kuwa sehemu ya shahidi wa mahakamani. Lakini mbele ya tume hii haina hiyo legal status, kwa hiyo naamini kwamba itakazozungumzwa pale hata kwa sehemu ya shahidi mahakamani, kwa sababu yalikuwa ni maoni mbele ya tume na yako kwa mujibu wa viapo ambao watu wataviapa. Mahojiano hayo ndio yanatukamilishia taarifa yetu kuu usiku huu. Polisi nchini Thailand wanasema mwanafunzi mwenye umri wa miaka 14 amewaua watu 7 kaskazini mwa mji wa Bangkok katika tukio la ufyatuaji risasi. Kijana huyo alimuua babu na bibi yake nyumbani kwao kabla ya kuelekea katika shule ambapo alishambulia walimu. Watu wengine zaidi ya 30 walijeruhiwa na 7 kati yao wako katika hali mbaya. Polisi wanasema kijana huyo alitumia bastola kufyatua risasi 26 katika shambulizi hilo kabla ya kujipiga risasi. Picha hizi ni za kutoka darasa ambalo tukio la ufyatuaji risasi lilitokea. Wanafunzi walitoka shuleni kwa wingi huku majeruhi wakiingizwa kwenye magari ya kubeba wagonjwa. Ripoti zinasema kuwa wazazi wa kijana huyo walikuwa wametengana na alikuwa akiishi na babu na bibi yake. Bunduki aliyoitumia kutekeleza kitendo hicho ilikuwa imesajiliwa katika jina la babu yake. Hili ni tukio la pili la ufyatuaji risasi katika shule nchini Thailand mwaka huu tu, na linazua tena maswali kuhusu umiliki wa silaha, kama anavyoeleza mwandishi wa BBC Jonathan Head. Polisi wako ndani wakijaribu kubaini kilichotokea hasa. Tunachojua ni kwamba muda mfupi baada ya saa 4 asubuhi milio ya risasi ilisikika. Walimu walianza kuharakisha kuwatoa wanafunzi wote madarasani na kuwapeleka mahala salama. Mwanafunzi mmoja alituambia kuwa alimuona mpiga risasi huyo ambaye ni mwanafunzi wa shule hii mwenye umri wa miaka 14 akitoka darasa moja kwenda nyingine huku akifyatua risasi ndani. Anasema alimuona mwalimu wake akipigwa risasi na mshukiwa huyo kabla ya kufanikiwa kutoka nje akiwa na marafiki zake. Watu kadhaa walitibiwa hapa katika eneo la tukio na wahudumu wa dharura kabla ya kupelekwa hospitalini. Kwa sasa nia ya mpiga risasi huyo haijulikani, lakini tukio hili linafuatia visa vingine vya ufyatuliaji risasi shuleni nchini Thailand, ikiwemo kimoja kilichotokea mwezi Februari kusini mwa nchi, jambo ambalo limeibua maswali mazito kuhusu urahisi wa kupata bunduki nchini humo. Kisheria unahitaji kuwa na kibali. Hata hivyo, kiuhalisia, bunduki nyingi zinamilikiwa kinyume cha sheria, na swala kubwa linalopaswa kujibiwa ni jinsi gani mtu mwenye umri mdogo kiasi hicho alivyoweza kupata silaha hatari kama hiyo.
Turejee barani Afrika sasa, ambapo nchini Sudan unyanyasaji wa kijinsia unatumika kama silaha ya vita. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF linasema kuwa jambo hili limekuwa alama kuu ya mgogoro huo. Hata hivyo, kwa waathiriwa, mateso hayaishi tu kwenye kiwewe cha baada ya tukio lenyewe. Wanapojifungua watoto hawakabiliwi tu na unyanyapaa wa kijamii, bali pia kuna changamoto mpya. Pale ambapo baba wa mtoto hajulikani, hawezi kutambulika, inakuwa vigumu zaidi kupata cheti cha kuzaliwa na kumwandikisha mtoto rasmi. Hii ni hadithi ya Amira iliyo na maelezo ya kuhuzunisha. Mwanangu hana cheti cha kuzaliwa wala namba ya kitambulisho cha taifa kwa sababu hana baba. Nina hofu kuhusu maisha yake baadaye kwa kuwa hajasajiliwa kabisa. Amira, ambalo jina lake si halisi, ni mama mdogo. Kisa chake ni cha mateso makali yasiyoelezeka kiurahisi. Amenusurika kutekwa nyara, unyanyasaji wa kijinsia na kulazimika kuhama makazi yake. Wakati mji wa El Fashir katika jimbo la Darfur Kaskazini liliposhambuliwa na kundi la wanamgambo la Rapid Support Forces, alijaribu kutoroka pamoja na familia yake, lakini alitekwa. Wanaume 3 wenye silaha waliniteka na kunipeleka katika eneo la Thabit kusini mwa El Fashir. Nilifungiwa ndani ya chumba na wakanibaka kwa zamu kila siku. Baada ya kubainika kuwa alikuwa na ujauzito, aliachwa pembezoni mwa kambi ya wakimbizi ya Zamzam. Shirikisho lisilo la kiserikali linaloongozwa na wanawake la Nada El Azhar liliingilia kati kumsaidia Amira kupata haki. Mkurugenzi wake mtendaji Shaza Ahmed anasema visa kama vya Amira vinaongezeka, lakini ni vigumu kubaini idadi kamili. Si rahisi kupata takwimu za watoto waliozaliwa kutokana na ubakaji. Mojawapo ya sababu muhimu ni unyanyapaa. Kwa bahati mbaya, wazazi wengi watoto hao ni watoto wenyewe, ni wasichana walio chini ya umri wa miaka 18. Wao wenyewe hawawezi kwenda mahakamani au kituo cha polisi rasmi na kufungua kesi au kutoa taarifa. Wanahitaji kuwa na walezi wao. Na katika 90% ya visa tunavyokutana navyo, familia hairuhusu kuripotiwa kwa matukio haya. Sheria za watoto nchini Sudan zilifanyiwa marekebisho mwaka 2010 chini ya sheria mpya iliyoundwa kulinda haki za watoto wote, ikiwa ni pamoja na wale waliozaliwa nje ya ndoa. Lakini vita ambavyo sasa vinaingia mwaka wake wa 4 vimeudhoofisha mfumo wa serikali na huduma muhimu kwa raia na kusababisha watoto wengi, hasa wale waliozaliwa kutokana na ubakaji, kukosa kusajiliwa rasmi. Na kukosa nyaraka rasmi kuna maanisha kukosa utambulisho wa kisheria. Siwezi kufanya kazi na sina mtu wa kunisaidia. Sijui nini kitanipata. Ninaogopa kupata matatizo tena nikitoka nje kutafuta kazi. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea tunazungumza na Bradley Marongo almaarufu kama Gen Z Goliath. Ana urefu wa futi 8.2 au mita 2.5, mmoja kati ya watu warefu zaidi barani Afrika.
Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Kabla nisome taarifa hii ifuatayo, niseme mimi ni mrefu. Bradley Marongo anayefahamika na wengi kama Gen Z Goliath ana urefu wa futi 8.2 au mita 2.5 hivi, na ni mmoja kati ya watu warefu zaidi barani Afrika. Kijana huyo mwenye umri wa miaka 24 kutoka Kenya alijipatia umaarufu mkubwa baada ya kuonekana katika maandamano ya Gen Z mwaka 2024. Tangu wakati huo, Gen Z Goliath amekuwa mtengeneza maudhui mitandaoni, ameigiza sinema na pia amekuwa balozi wa kampuni mbalimbali nchini Kenya. Lakini swali ni je, anakabiliwa na changamoto zipi kwa kuishi kama mtu mrefu hivyo? Nilikutana naye jana na kumuuliza swali hilo. Mara ya kwanza nilikuwa conductor wa basi, but nilikuwa naenda different places. Kama Kakamega, Kisumu, hivyo. Sasa kuna siku tulikuwa tumeenda, ilikuwa Kitale, Bungoma. Sasa tunarudi Nairobi. Hatukujua maandamano imeanza, ilikuwa ni Monday. Tukapiga picha ya kwanza. Akasema, siku hizi tena baba ameletea Goliath huku. Kitu gani ambacho unakumbuka ukiwa mdogo ambacho urefu wako ilikuwa inakuboa ama ilikuwa inakuwa challenge, inakuwa changamoto sana katika maisha yako? Sio nikiwa mdogo, hata nikiwa sasa mkubwa. Najua kitu ya kwanza. Unajua mimi kiatu ni custom made, nguo custom made, kila kitu kwangu ni custom made. Hakuna dukani, huwezi enda tu kwa duka utafute kiatu upate. Hakuna. Nguo kama hii umeshonewa na fundi? Hii umeshonewa na fundi. Kiatu umetengenezewa? Kiatu umetengenezewa. Kando na kukosa nguo na viatu, kitu gani kingine ambacho mtu akiwa mrefu kama wewe inakuwa ngumu kwa life? Kupata kazi ni ngumu. Wajua ukiniandika kazi, kitu ya kwanza. Sasa ni kama sitakuwa nafanya kazi, nitakuwa napiga picha kwa kazi yako. Maana kila mtu akikuja tu ni picha watu wanataka kupiga. Nimeona hapa sasa nikitembea na wewe kila mtu ni picha anataka. Tuzungumzie sasa maisha ya kawaida. Unajua pia wewe ni kijana. Unaona? Sasa kwa life unapatanga madem? Ukiwa mrefu hivi ama madem wanakuogopa? Madem. Oh, madem. Madem. Hatutafuti, wanatafuta. Wenyewe wanakujanga DM wanakutafuta. Tall, dark and handsome. Vitu gani vingine ambavyo unafanya ili kuhakikisha kwamba maisha yako yanakuwa fiti, unatengeneza chapa? Unajua nikwambie kitu moja. Fame na kujani inaenda, si ndio? Lazima ukipata pesa unafungua business, unakuwa mwana business. Lakini usiweke kwa social media. Unajua si kila mtu atakupenda. Ni kweli. Ukipendwa na kila mtu kuna kasoro. Kwa hivyo sasa una biashara zako zingine unafanya huko kando kila chini ya maji tu. Vitu vikiingia wewe hata wanionangi huko. Ni vijana tu, mzae ametutuma. Wewe sasa ni mzae. Simi mzae. Na sijafika that. Sasa nikifika that ndio unashangaa unakuaje mzae na bado wewe kijana mdogo bana. Hujafika hata miaka 30. Niko na 24. Miaka 24 peke yake. Na nasumbua hivyo. Na unasumbua. Sasa nikifika that. Ukifika 30 utakuwa umetumaliza. Ukifika 30 utakuwa umetumaliza. Watu wengi wanakuona wanajivunia hivyo kwamba wewe ni mrefu. Hebu tueleze kidogo familia. Una ndugu, dada? Na kwetu tuko 4, wasichana 2, vijana 2. Hao wengine ni urefu wa kawaida tu? Mnatoshana tu. Wanatoshana na mimi? Ni wewe tu hivyo? Mimi tu. Jamii zingine za Afrika unaona mtu akikuwa hivyo labda unaona huyu amerogwa huyu ama hajarogwa. Sasa unajua anasema huyu si Mkenya huyu. Huyu ni Msudi. Wanauliza huyu ni Mkenya kweli? Mimi Mkenya. Wakati ukiwa shule, hebu turudi nyuma kidogo. Wakati ukisoma, ulisoma shule, sio? Shule ilikuwaje? Shule ilikuwa poa kwa sasa. Hapo mimi nilikuwa head boy. Ulikuwa head boy, umepata head boy ama tu kwa sababu wewe ni mrefu ikabidi wakupatie? Hawezi ni bull. Sasa mimi ndio head boy. Mimi ndo na control yani yote. Nimekuona uko busy sana, nimekuona South Africa, nimekuona nchi kadhaa, unatembea kila mahali. Hizi safari unaenda vipi yani? Inakuwaje mpaka unajipata wewe uko kila mahali saa hizi? Hiyo ni mambo ya Mungu hiyo. Sasa unajua sometimes unakuwa umeboeka. Unasikia umepata ka sponsor na kuambia sikuje mahali fulani. Sasa hiyo inaitwa collaboration. Wewe ndio juana na wasanii ma content creators wa huko, lakini South Africa wameenda kushoot movie ya Netflix. Ulikuwa umeenda kushoot movie. Kwa hivyo tuitarajie kwamba itakuja movie ambayo sasa utakuwa uko ndani. Tungoje sama movie inatoka. Wewe wakati ambapo unakuwa ulikuwa unafikiria kwamba siku moja huu urefu wako ungekusaidia kufungua hizi opportunities ambazo umepata, ama hata uko umefikiria hivyo? Hata hiyo sikuwa nimefikiria. Sio, naomba mambo ya Mungu ni tofauti. Kweli kabisa. Kitu gani ambacho umefanya ama ambacho kimekufanyikia kwa maisha yako unaona ni kama ndoto kabisa? Wajua, nikikaa hivi nikifungua simu, nafikiria ile picha ya kitambo alafu nafikiria picha ya saa hii. Nasema Mungu ndio kila kitu.
Kitambo hakuna mtu angekuapea heshima, lakini sasa unajua ukitokea, sasa can I have picture with you? Lakini kitambo wewe kuja hapa nataka picha. Wakati ule ukiwa conductor wa matatu. Kuna picha yako moja tumeiona ukiwa umevaa ile kinyasa yako kubwa na madontire unatembea tu pale. Sasa dontire ndio inaingia mjini unajua. Sasa ile picha kuna jamaa kauliza huyu ndio yeye, vile amekuona sasa umeng'ara na suti unajua. Unajua sasa kuna kaheshima kidogo. Kitambo wewe anavaa vinyasa atatuambia nini? Ndio anakuambia kila kitu ni Mungu. Kwa hivyo wewe Mungu amebadilisha maisha yako kabisa. Kwa mtu yuko pale nje ambaye hana tumaini, yuko tu anaona maisha yake hayana mbele hayana nyuma, unaweza mwambia nini? Unajua hii maisha kitu ya kwanza haifai u give up. Unafaa ukue, yani ukiona inakulemea sana jikaze. Kila kitu mimi ningekuwa give up kwa hii jani ningekuwa nisha give up. Lakini sasa nakisema niki give up ni kama sitakuwa na maisha poa. Sasa kwa hii mtu wako huku nje hii maisha usi give up. Kama ni kusoma soma. Hata mimi mwenyewe bado nasoma. Lakini nasomea home. Kama ni kusoma soma. Kama unafanya kazi fanya na bidii. Siku moja itafunguka tu. Siku moja itajipa. Ikifunguka inakuwa kama ni hivyo tu. Imefunguka. Hata wakuombea mabaya. Mungu kama amesema, ndugu yangu utakufa maskini. Lakini akisema utakufa tajiri, lazima tu kufa. Mambo yako tu yatakuwa. Bila shida. Binadamu hawezi kupangia maisha. Na ni kweli. Mungu anapanga. Mungu ndio anapanga kila kitu. Mimi si mfupi hivyo jamaa. Lakini swali ambalo wengi wanauliza, dontire ni nini? Nitafute katika mitandao ya kijamii Ron Cliff Odit katika Facebook, X, Instagram au TikTok, nitakuonyesha dontire. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea, timu ya soka ya wanawake ya Afghanistan imepigwa marufuku nyumbani, lakini bado inawakilisha nchi yao uhamishoni. Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Ron Cliff Odit. Katika kipindi cha miaka 5 tangu Taliban waliporejea madarakani nchini Afghanistan, wanawake wamepigwa marufuku kushiriki michezo yote inayoandaliwa rasmi. Hata hivyo, licha ya changamoto nyingi, wachezaji wa soka ya wanawake wa Afghanistan ambao sasa wametawanyika kote duniani wamefanikiwa kurejea tena kwenye soka la kimataifa baada ya FIFA kubadilisha kanuni zake na kuwaruhusu kuwakilisha Afghanistan rasmi. Taarifa ya Mahjuba Nurizi wa BBC inawasilishwa na Ahmed Bahaj.
Ni wimbo wa mbwembwe na furaha kwa timu ya Afghanistan iliyokutana tena. Wachezaji hawa wamesafiri kutoka sehemu mbalimbali duniani kwa ajili ya mechi mbili za kirafiki mjini Auckland dhidi ya visiwa vya Cook. Hizi ni mechi za kwanza tangu FIFA iliporuhusu timu ya Afghanistan iliyohamishoni kurejea katika soka la kimataifa. Tunataka Afghanistan huru. Tunataka uhuru wa wasichana na wanawake wa Afghanistan waweze kuchagua wanataka kuwa nani. Tunataka kudhibitisha kwamba bado tupo hapa, bado tunaendelea kupigania haki mlizotunyang'anya. Miaka 5 iliyopita, usiku mmoja kila kitu kiliwabadilikia. Taliban waliporejea madarakani, wanawake walipigwa marufuku kushiriki michezo. Timu ya wanawake ya Afghanistan ililazimika kwenda uhamishoni, wakipigwa marufuku kuiwakilisha nchi yao na wakatawanyika kote duniani. Nilinyanyaswa katika kipindi chote cha shule ya sekondari, na kandanda ilinipa ujasiri wa kuwa hapa nilipo leo na kuniwezesha kusikika. Sijui ningekuwa wapi bila hilo. Sasa wamekutana tena, wakijenga upya timu ambayo walidhani wameipoteza. Kwa wachezaji hawa, soka ya miguu ni zaidi ya mchezo. Nilitaka kutumia jukwaa hili kutetea wasichana wa Afghanistan waliokatazwa kusoma kwa miaka 5 iliyopita. Bila shaka kitabu cha Rose anayewakilisha wanawake, na tarehe 15 Agosti, siku ambayo Afghanistan ilisambaratika. Mechi hizi ni mwanzo tu. Lengo ni kuijenga upya timu hii iliyohamishoni inayopigania nafasi ya kushiriki michezo ya Olimpiki ya mwaka 2028. Nitajivunia timu hii na nitajivunia pia kwamba nilikuwa sehemu ya safari hii, kwamba tuliandika historia kwa kuwa timu ya kwanza ya mpira wa miguu kupata utambuzi bila idhini ya Taliban. Najivunia sana wachezaji wetu vijana waliocheza leo. Mchezo mzuri, wala msilie, msikate tamaa. Hii ni zaidi ya soka kwetu. Afghanistan ilipoteza mechi zote mbili dhidi ya visiwa vya Cook, lakini baada ya miaka kuishi uhamishoni, kuvaa tena rangi za taifa lao ni ushindi wa aina yake. Ndoto yao ya Olimpiki bado iko hai. Hatujui ni lini tutaonana tena, lakini daima ni jambo la ajabu kuwa na familia hii ya pili. Na kufikia hapo hatuna cha ziada. Mimi naitwa Ron Cliff Odit na kutakia usiku usiokuwa na usumbufu wa watu warefu.